Sema inabidi ukuwe na lengo. Amen. Amen. You need to have a purpose. Inabidi ukuwe na lengo. When you are starting a new year, ukianza mwaka mpya, you need to have a purpose. Inabidi uwe na lengo. Na tuko tayari kupokea kwako. Asante kwa ajili ya ujumbe wa leo. Asante Bwana. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, tunashukuru tena. Yeah, so that brother, the brother Jose, kaka Jose, he started his own business. Alianzisha biashara yake. He has his own business. Ako na biashara yake. He says the reason why I started this business, alisema kitu ilimfanya aanzishe biashara hiyo, it's because of the work of God. Ni kwa sababu ya kazi ya Bwana. Pastors, you are following me. Watumishi mnaonisikia siku ya leo, you need to have your own business. You need to have your job. Inabidi uwe na kazi yako, so that the work of God can become strong. Amen. Hiyo ndio itafanya kazi ya Mungu ikuwe na nguvu. We don't live on offering. Hatuishi kupitia sadaka. Hallelujah. We don't survive because of your offering. Hatuishi kupitia sadaka. We have to serve our Lord. Inabidi tumtumikie Mungu. We need to give our tithe. Inabidi tumtolee Mungu. Our you is to have a purpose. Leo ninakuletea shauri, inabidi uwe na lengo. You need to have a purpose. Inabidi uwe na lengo. You need to have a purpose. Inabidi uwe na lengo. What is your purpose for this year? Lengo lako ni gani mwaka huu? What is your plan for this year? Mpango wako ni mgani mwaka huu? What are you planning? Unapanga nini mwaka huu? Don't think the manna will come from heaven. Usifikirie mana itaanguka kutoka juu. You need to work very hard. Inabidi utumike kwa nguvu zako. What is your plan? Mpango wako ni mgani? Women, I'm telling about women here. Wamama ninawaongelesha. You need to have a purpose. Inabidi muwe na mpango. You need also to give. You know sometimes you had things in your heart. Kuna wakati mnakuwa na vitu ndani ya mioyo. You don't just tell your husband what is in your heart. Na uwezi kumwambia mume wako nini iko ndani ya roho yako. You need to have a plan. Inabidi uwe na mpango. If you are planning to build a house, tell me. Kama unataka kujenga nyumba, niambie. We gonna see if it's gonna work or not according to our income. Tunaangalia kama itawezekana ama hapana. Your husband may give just a plan. Yes, what is your plan to as a woman? Mwanaume anaweza kuleta mipango, lakini na wewe mpango wako ni mgani? Give on the plates. Weka mpango wako chini. Hallelujah. Amen. What is your plan? Mpango wako ni mgani? Share everything. Inabidi kugawa kila kitu. Have a purpose. Kuwa na mpango. What do you have in your hand? Uko na nini mkononi mwako? Share this year. Start with plan. Mwaka huu acha tuanze tukiwa na mipango. I don't know if you listen to this message. Sijui kama mnasikiza. Anza mwaka na mipango. Amen, amen. Let's pray. Lord, we thank you for this wonderful man. Watu watakuambia you need to fast a lot. Inabidi ufunge sana. You have to pray a lot. Inabidi uombe sana. So that you get your blessing. Ndio upate baraka zako. I want to discourage you. Leo ninakuambia blessings, baraka doesn't come through prayer. Azikuji kwa kuomba. Wealth, riches, mali doesn't come through prayer. Azikuji kwa kuomba. It comes through the person who has a purpose. Inakuja kwa mtu ambaye yuko na lengo. That's why so many churches in Africa, ndio maana kanisa nyingi kwetu Afrika, they don't have things to do. Hawana vitu za kufanya. They spend time and a week in the seminar in the church. Wanamaliza wakati ndani ya kanisa, and they will tell people, na wataambia watu, and bring
bring your offering. Leta sasa sadaka zako. And I'm asking those pastors, ninawaomba hao wahubiri, when those people are gonna work, hao watu watatumika wakati gani? And why are you asking them tithe? Unawaomba walete, they don't have work, na hawana kazi. Brothers and sisters, kaka na dada, if you want to be blessed in this year, kama unataka ubarikiwe mwaka huu, you need to have a purpose. Inabidi uwe na lengo. Hallelujah. Amen, amen. The church should tell people, kanisa inabidi ziambie watu, what is your purpose for this year? Lengo lako ni gani kwa mwaka huu? As a family, wewe kama familia, as a couple, kama watu mko pamoja, sit with your husband. Kaa na bwana yako. Tell your husband, mwambie mume wako, tell your wife, ambia mke wako, this is what we gonna accomplish this year. Hizi ndizo tunabidi kufanya mwaka huu. Change microphone. Okay. Sorry about that. This is what we gonna accomplish this year. Hii ndio inabidi tufanye mwaka huu. Hallelujah. Amen, amen. Don't just say we gonna pray. Hautasema tu inabidi tuombe. Let me tell you, acha niwaambie, prayer is very important. Kuomba ni ya maana sana. Serving the Lord is very important. Kumtumikia Mungu ni ya maana sana. But what is your purpose? Lakini lengo lako ni gani? What is your purpose? Lengo lako ni gani? Yes, we need people in the church. Ndiyo, tunahitaji watu ndani ya kanisa. You need to have a time to come to worship the Lord. Inabidi uwe na wakati wa kuja kumwabudu Mungu. But you need to work very hard. Lakini inabidi utumike kwa nguvu zako, so that you can accomplish your purpose. Hapo ndipo utatimiza lengo lako. Don't say I gonna buy a house. Au utasema nitanunua nyumba when you don't have a work. Wakati hauna kazi. Hallelujah. Amen, amen. Don't say I'm gonna buy a car. Au utasema mimi nitanunua gari when you don't have an income. Wakati hauna pesa ambazo zinaingia. What is the purpose for you for this year? Lengo lako ni gani mwaka huu? Mama Jeremy, we need to sit down. Mama Jeremy, inabidi tukae chini. We need to sit down this January. Inabidi tukae chini mwezi huu wa kwanza. This is what we gonna plan for this year. Na hili ndilo tutapanga mwaka huu. This is what we gonna accomplish this year. Hili ndilo tutatimiza mwaka huu. Yes, Mama Rosie, you need to sit with your husband. Ndiyo, Mama Rosie, inabidi ukae chini na mume wako. And sit. Mkae chini. And say this is what you and your husband. Na mseme hizi ndizo pamoja. You sit down and you write down. Mkae chini na muandike. And say this is what. Na kusema hili ndilo we gonna do this year. Tutafanya mwaka huu. Don't bring other idea. Usilete mawazo mengine. Don't change mind. Usibadilishe mawazo. That's why so many people are not blessed. Ndio maana watu wengi hawabarikiwi. Because they don't work together. Kwa sababu hawatumiki pamoja. When you do stuff by your own, wakati unafanya vitu peke yako, you don't involve your husband. Au muweki bwana yako. You don't involve your wife. Au muweki mume wako. You can't be blessed. Hauwezi barikiwa. That's why we don't accomplish great things. Ndio maana hatufikie mambo mazuri. Mama, even Mama Hanifa, you can even sit with your children. Mama, unabidi ukae na watoto wako. Say my children. Sema watoto wangu. This is what we are planning for this year. Ndio tunapanga mwaka huu. And the children will start to pray. Na watoto wataanza kuomba. Say, listen, see, God says. Sikiliza, Mungu anasema, I will bless the work of your hand. Nitabariki kazi ya mikono yako. He didn't say that I will bless you with blessing. I will give you blessing. Au kusema nitakupea baraka. I will bless the hand of your work. Alisema nitabariki kazi ya mikono yako. So you need to work. Inabidi utumike. You need to work very hard. Inabidi utumike kwa nguvu zako. Accomplish your purpose. Ili ufikie yale unayoyapanga. You need to have a
mpango. Like this year I want to tell my wife, Kama mimi mwaka huu nitamwambia mke wangu I will travel. nitasafiri. So I have to start saving. Inabidi nianze kuchunga. Start saving for my travel. Inabidi nianze kuchunga saa hizi pesa ili nisafiri. So that I can travel. Oh yes, amen. I want to apologize even today for my wife. Let me apologize here. Acha mimi leo niombe msamaha kwa bibi yangu. Because one day I traveled. Kwa sababu kuna wakati nilisafiri. And I used credit card. Na nikatumia pesa za mkopo. And it was very hard for us to pay that credit card. Ikakuwa shida sana ili tulipe hizo pesa. Now I change my mind. Sasa hizi nimebadili maisha yangu. If I want to travel, nikitaka kusafiri, I just want to start saving. Inabidi nianze saving for my travel. Nianze kuchunga pesa ili nisafiri. So on my paycheck, nikipokea kila wakati, I will save aside $50 for my travel to go to Africa. Nitatoa pesa kidogo ili nisafiri baadaye. You see, this is how we are missing so many things. Unaona, hivi ndivyo tunakosa vitu nyingi. And then we're going to say the devil, the devil, the devil. Na kisha tutasema shetani, shetani. Where is the devil? Shetani yuko wapi? When you don't need to plan. Na wakati mwenyewe hutaki kupanga. What is your purpose? Mpango wako ni gani? Hallelujah. Amen. I just want you to change your mind. Ninataka ubadili mawazo yako. Start planning now. Uanze kupanga, uwe na mpango sasa. Even the God we are serving. Hata Mungu tunayemtumia, the Bible says, Biblia inasema in Hebrew chapter 11. Hebrew chapter 11. Waebrania. Okay. Hallelujah. Amen, amen. In Hebrew chapter 11. Waebrania 11. Verse 29. Mstari wa 29. 29. Hallelujah. Amen. The Bible says, Biblia inasema God has a plan. Mungu ako na mpango. He has a plan for you. Mungu yuko na mpango kwako. You as a human being, lakini wewe kama mwanadamu, don't have a plan. Hauna mpango wowote. When you come to church, unapokuja kanisani, have a plan. Kuwa na mpango. What is your plan? Mpango wako ni gani? Hallelujah. Amen, amen. We prayed for your request here. Tumeombea yale ambayo imekuwa mahitaji yetu. And you wrote all your requests. Na tumeandika mahitaji yetu yote kwa karatasi. I just want to advise you. Ninataka nikupee shauri. Stick on those requests. Shikilia hayo mahitaji. Because that's your purpose. Hiyo ndio lengo lako. God will bless you. Mungu atakubariki according what you are planning. Kwa hayo ambayo umepangilia. Please. Ninakuomba. I'm advising you. Ninakupea mashauri. What is your plan for this year? Mpango wako ni mgani mwaka huu? And then put it on the paper. Uyaandike kwa karatasi. And tell your husband. Ambia mume wako. This is what I'm planning. Haya ndiyo ninayoyapanga. Yes, for sure some plan may not be they may not be fulfilled. Ndiyo, kuna wakati mipango ingine hayatatimia according to circumstances. Kupitia vitu fulani. According to time. Kupitia wakati. And you have to make a list. Inabidi uwe na mahali umeandika. And you vote, you say this is good. Na unasema hii imepitishwa. This is not good. Hii bado haijapita. This is good. Hii iko okay. And have a plan. Na uwe na mpango. Brothers and sisters. Kaka na dada. We need to have a purpose. Inabidi tuwe na mpango. For 2022. Wa mwaka huu tunaoanza. And God will bless. Na Mungu atabariki. Hallelujah. Amen, amen. Let's read Exodus chapter 14. Exodus chapter 14 verse 14 kutoka
Kutoka 14 mpaka 14 mpaka 15. Yes. Tusome. Patie mikro hii. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. Tunasoma katika kitabu cha Kutoka 14 mstari wa 14. Mama Jeremia atatusomea Deuteronomy, kumbukumbu la Torati, mstari wa 1 mpaka wa 6. Deuteronomy chapter 1 verse 6. Okay, go ahead. Tunasoma katika kitabu cha Kutoka 14 mstari wa 14 hadi 15. Bwana atawapigania nyinyi, nanyi mtanyamaza kimya. 15. Bwana akamwambia Musa, mbona unalilia nini? Unalilia mimi? Yeah. Mbona unanililia mimi? Hallelujah. Waambie wana wa Israeli waende mbele. Amen. 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 Kutoka mstari wa 1. Mstari wa yeah. Deuteronomy, nisema Deuteronomy. Kumbukumbu la Torati mstari wa 1. Sura ya 1 mstari wa 6. Sura ya 1 mstari wa 6 inasema hivi. Bwana Mungu wetu akatuambia katika Horebu akisema, mumekwisha kukaa katika mlima huyu wakati wa kufaa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. The first book we read, kitabu ambacho tumesoma kwanza, the book of Exodus. kitabu cha Kutoka. These are Israelite people coming from Egypt. Hawa ni watoto wa Israel wakiingia kutoka Egypt. The Bible says Biblia inasema they were before the Red Sea. walikuwa mbele ya bahari nyekundu. They don't know what to do. Hawakuwa wanajua nini la kufanya. Behind them, Egyptians are following Na them. nyuma yao watoto wa Egypt walikuwa wakiwafuata wa And Misri. those soldiers, they were following them. Na hao wajeshi walikuwa wakiwafuata. And Pharaoh, they also was with them. Na Farao alikuwa pamoja na wao. The Bible says Biblia inasema Israelite people, watoto wa they Israel came to Moses. walikuja kwa Musa. They say, you see what you are doing for us. Unaona yale unatufanyia. It's better for us to stay in Egypt Ni vizuri tukae Egypt. so we can bury our people there. Tunaweza kuzika watoto wetu. Now we're huko. gonna die here. Lakini hapa tutaenda kufa. And Moses didn't know what to do. Na Musa hakujua nini cha He kufanya. went to God. Akamwendea Mungu. That's why, brother and sisters, Ndio maana kaka na dada, when you have a problem, wakati uko na when shida, you have a purpose, wakati uko na lengo, you have to go to God. inabidi umwendee Mungu. You need to have something Inabidi ukuwe na kitu and to tell God, cha kumwambia Mungu. I have my business. Mwambie Mungu, niko na biashara I have yangu, a job. niko na kazi I yangu, have a Swahili TV. niko na Swahili TV, I have a project. niko na project I fulani, have this and this. niko na hiki na What hiki, can I do? ninaweza kufanya And nini? God replied to Moses. Na Mungu alimwambia Musa, And he told Moses, akamwambia Musa, what did you have in your hand? uko na nini mkononi mwako? This is a message I'm telling you. Hii ndiyo habari ninakuletea What leo. did you have in your hand? Uko na nini mkononi mwako? People come to church empty. Watu wanakuja kanisani wakiwa hawana kitu chochote. They think the manna will come from heaven. Wanafikiria mana itakuja kutoka mbinguni. There is no longer a man coming from heaven. Hakuna mana yoyote inakuja kutoka You juu. need to work. Inabidi utumike. You need to have a job. Inabidi uwe na You need kazi. to have education. Inabidi uwe You need to umesoma. have a degree. Inabidi uwe na You need degree to have a fulani. certificate. Inabidi uwe na You need to have a certificate. project. Inabidi uwe na You need project to have a fulani. purpose. Inabidi uwe na You need to have lengo. something Inabidi uwe na so that kitu you can fulani. come
come to God ndiyo and unapomwendea say, Mungu, God, I need something. mwambie Mungu nataka utende. This year to 2022, Mwaka huu tunaouanza, I will launch on my business. nitaanzisha business. I launch on my business. Yours too, but I will launch on my business. Mimi nimeanzisha biashara yangu. We're gonna launch on Swahili TV. We're gonna make it, we're gonna advertise it. Advertise Swahili TV. We're gonna advertise my own business. Advertise business yangu. Let me tell you, Acha nikwambie, sometimes you think kuna wakati unafikiria you're gonna survive only on that job you have. Unafikiria utaishi kwa kazi unayofanya. Sometimes you think, kuna wakati unafikiria, Mama Jeremy, let me tell you, Mama Jeremy, acha nikwambie, I may have a degree, naweza kuwa nimesoma, I may have a PhD, naweza kuwa niwe na degree zile za juu, but God may bless me through the small business I have. lakini Mungu anaweza kunibariki kupitia biashara kidogo ninafanya. You may have the job you are doing at a printing company. Unaweza kuwa na kazi ambayo unafanya, You think that's the Alpha and Omega. unafikiri hiyo ndio mwisho. You don't know that Swahili TV may also be a door for your income. Ukisahau kuwa Swahili TV ndio mlango wako. Hallelujah. Amen, amen. So God is amazing. Mungu ni Mungu wa Never ajabu. limit God. Amen. Never limit God. Mungu ambaye hayuko limit. Never limit him. Usimwekee mipaka yoyote. Don't think the joy, the education you have, Usifikirie masomo uko nayo, that's the blessing you have. hiyo ndio baraka uko nayo. No. Usifikirie hivyo. See what is going on in the world. Angalia jinsi dunia inavyoenda. See Mark, the one, the CEO of Facebook. Angalia Mark ambaye ameanzisha Facebook. Do you think he went to school for that? Unafikiria alisomea hiyo? Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Amen, amen. Parents, don't limit our children. Wazazi tusiwawekee watoto wetu mipaka. I remember when I was studying in high school, Ninakumbuka nilikuwa nikisoma chuo kikuu, and all my parents, na wazazi wangu wote, all my family, familia yangu yote, my wife, mke wangu, my mom, mama yangu, my mom did math physics. How do you call math physics? Science. Mama yangu alikuwa akisomea science. My uncle the same thing. Na mjomba yangu hivyo hivyo. My another uncle the same thing. Na mjomba yangu mwingine hivyo hivyo. My plan was I wanted to do something else. Lakini mimi nilikuwa nikitaka kufanya kitu tofauti. Hallelujah. Amen. I wanted to take medicine. Mimi nilikuwa nataka niwe daktari. But to do medicine in Congo you have to do biology. Lakini kuwa daktari Kongo inabidi usomee biology. Hallelujah. Amen. See, don't limit your children. Usiwawekee watoto wako. You may see Jeremy playing here nice music. Unaweza ona Jeremia akipiga music mzuri. And you're gonna see her mom say, I want my son to be a doctor. Lakini mama anaweza kusema nataka mtoto wangu akuwe daktari. Maybe he gonna open his own shop, music equipment. That's his blessing. Lakini ukisahau kuwa anaweza kiendelea katika ile anayofanya katika. You can see Jonathan, he like very very much media. Unaweza ona Jonathan anapenda sana media. That's what he do. Hiyo ndio anataka kabisa. He have a YouTube channel. Ako na YouTube channel. He open stuff in the YouTube I don't even understand. Anafungua vitu kwa YouTube ambazo mimi sielewi. He is not even good to play drum. He knows no good.
I'm just forcing him. Alijaribu kupiga hiyo ngoma, But lakini if hakuweza. you take him about technology, Lakini ukimweka kwa technology, he's the one, he knows how the TV works. I don't know how those stuff works. He even take my phone. Yeah, Dad, did you download this app? There is this app, there is this. That's what he's watching. lakini yeye anafanya vitu ambazo mimi siwezi hata kufanya. My son John is Blessing, he only watch politics. Lakini Blessings yeye anataka politics. History of politics. He knows the Prime Minister of Canada. He knows who, and he knows exactly who was elected. He knows in his age. Lakini yeye anajua kila kitu kuhusu Canada, nani amepita na nani hajapita kwa And he age know yake. about the history of Canada more than me. Na anajua history ya Canada kunishinda mimi. And then after the end of the time you say, my son, I want you to be a doctor. Lakini wazazi mwisho unasema nataka uwe daktari. We have to see the basics. Inabidi tuangalie chanjo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So God have a purpose. Mungu anakuwa na mpango. What is your purpose? What is your plan for this year? Mpango wako ni gani mwaka huu? As I'm advising you, Ninapokushauria, the Bible says Moses, Biblia inasema Musa, God told him, what do you have in your hand? Mungu alimwambia uko na nini mkononi mwako? And he said, oh, I have a stick. Na akasema niko na fimbo. God bless you with something that you have already. Mungu anakubariki na kile uko nacho. Hallelujah. I don't know Amen. if you understand what I'm saying. Amen. God bless you when you have something. Mungu anakubariki wakati uko na kitu. And the Bible also says, for if you have something and you neglect it, God will take it away from you. Na Biblia inasema unapokuwa na kitu na ukikizarau, Mungu atakichukua. Hallelujah. Amen. What did you have? Uko na nini? And those Israelite people, Na hao watoto wa Israel, God told them, Mungu akawaambia, you have stayed long to that mountain. mumekaa wakati mrefu kwa mlima You huu, need to move on. inabidi muendelee mbele. That was my message yesterday at Agape. Move on. Endelea mbele. You need to move, brothers and sisters. Kaka na dada, inabidi uendelee mbele. You started something, Umeanzisha kitu, move on. endelea mbele. You started the business, Umeanzisha biashara, move on. endelea mbele. People come, Watu wanakuja, people support you not, move on. watu wakuje wakusaidie, wasipokusaidia, Please. endelea mbele. Move on. Endelea mbele. Because you are staying just around there. Kwa sababu unakaa ukizunguka hapo, You need to move on. inabidi uendelee mbele. From your difficulties, move on. Kwa yote unayoyapitia, endelea mbele. From your disappointment, move on. Watu wanapokuweka chini, endelea mbele. From your problem, move on. Kwa shida uko nazo, endelea mbele. Change the page. Badilisha page ambayo uko Change the nayo. chapter. Badilisha chapter ambayo uko You nayo. don't keep reading just one page. Usibaki hapo ukisoma hapo mahali uko. Change the chapter. Badilisha ukurasa. You are no longer a person of 2021. Wewe sio mtu wa 2021. Even the Bible says, Hata Biblia inasema in the Christ, ndani ya Yesu we are new creatures. tuko watu wapya. We become new every day. Tunakuwa wapya kila kukuchapo. Let's be like eagles. Acha tuwe kama eagle. See far. Ona mbele. Have a vision. Uwe na vision What fulani. is your vision?
What is your vision? Maono yako ni gani? What is a vision for this year? Maono yako ni gani kwa mwaka huu? What is a vision for the 2022? Maono yako ni gani kwa mwaka huu? What is your vision for this year, mama? Maono yangu ni gani mwaka huu? We need to have a vision, brothers Inabidi and tuwe na sisters, maono so kaka na that dada. God can bless us. Hapo ndipo Mungu atatubariki. Yes, we can pray. Ndiyo tunaweza tukiomba. You know what prayer gives? Unajua nini maombi inaleta? Prayer gives anointing. Maombi inakupea upako. Prayer doesn't give you blessings. Maombi haikupei baraka. Money doesn't come through prayer. Maombi haikuji pesa haikuji kutokana na maombi. Even those people outside, they have money. Hata watu wako nje wako pia na pesa. But there is a difference. Lakini kuna kuwa utofauti. That's why I want to tell you are here. Ndio maana ninawaambia nyinyi ambao mko hapa, listen to me. Munisikize. The Bible says Biblia inasema God will make a difference. Mungu atafanya utofauti For those who are serving the Lord, kwa wale wanaomtumikia and those who doesn't serve na the wale Lord. wasiomtumikia. I want to tell you, Nataka nikuambie this year, mwaka huu serve the Lord. mtumikie Mungu. 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 Rene, serve the Lord. Rene, Mama Rosie, serve the Mama Lord. Rosie, mtumikie Mama Mungu. Jeremy, serve the Mama Lord. Jeremy, mtumikie Mungu. Mama Francine, serve the Mama Lord. Francine, tumikia Your Mungu. blessing can have success even when you are serving the Lord. Baraka zako zitaendelea unapomtumikia Mungu. Myself, I feel proud when I'm serving the Lord. Peke yangu ninajisikia wakati The ninapomtumikia blessing Mungu. that I have because I'm serving the Lord. Baraka ninazo kwa sababu ninamtumikia God Mungu. will facilitate ways for you. I'm telling Mungu you. Hallelujah. atakufungulia milango. God will facilitate your business Mungu atafungua biashara yako when you are serving the Lord. unapomtumikia. Hallelujah. Amen. God will make easy things for you because things will become easy for you Vitu zitakuja rahisi kwako when you are serving the Lord. wakati unapomtumikia Mungu. I really like there is a pastor in Gatineau who inspired me a lot. Your friend, you are the one who connected me, Pastor Jose. Kuna pasta ambaye amenipea moyo sana. Pastor Jose, Pastor Jose Edouard, he's my friend. ni rafiki yangu. And Evangelist Baleke, he's the one who connected me. Na mtumishi Baleke ndiye aliniweka pamoja na yeye. One is dying. So, Change another one. even this. So, battery is gone. Yeah. Yeah. So, that brother, the brother Jose, Kaka Jose he started his own business. alianzishaka biashara He yake. has his own business. Ako na biashara yake. He says the reason why I started this business, Alisema kitu ilimfanya aanzishe biashara hiyo it's because of the work of God. ni kwa sababu ya kazi ya Bwana. Pastors, you are following me. Watumishi mnaonisikia siku ya You leo, need to have your own business. You need to have your job inabidi uwe na kazi yako, so that the work of God can become strong. Amen. hiyo ndio itafanya kazi ya Mungu ikuwe na nguvu. We don't live on offering. Hatuishi kupitia sadaka. Hallelujah. We don't survive because of your offering. Hatuishi kupitia sadaka. We have to serve our Lord. Inabidi tumtumikie Mungu. We need to give our tithe. Inabidi tumtolee Mungu. Our tithe. Yes. Moja ya kumi. Inabidi
inabidi tutolee Mungu. We need to have something. Inabidi tuwe na kitu. I want to end you is to have a purpose. Leo ninakuletea shauri, inabidi uwe na lengo. You need to have a purpose. Inabidi uwe na lengo. You need to have a purpose. Inabidi uwe na lengo. What is your purpose for this year? Lengo lako ni gani mwaka huu? What is your plan for this year? Mpango wako ni mgani mwaka huu? What are you planning? Unapanga nini mwaka huu? Don't think the manna will come from heaven. Usifikirie mana itaanguka kutoka juu. You need to work very hard. Inabidi utumike kwa nguvu zako. What is your plan? Mpango wako ni mgani? Women, I'm telling about women here. Wamama ninawaongelesha. You need to have a purpose. Inabidi muwe na mpango. You need also to give. You know sometimes you had things in your heart. Kuna wakati mnakuwa na vitu ndani ya mioyo. You don't just tell your husband what is in your heart. Na uwezi kumwambia mume wako nini iko ndani ya roho yako. You need to have a plan. Inabidi uwe na mpango. If you are planning to build a house, tell me. Kama unataka kujenga nyumba, niambie. We gonna see if it's gonna work or not according to our income. Tunaangalia kama itawezekana ama hapana. Your husband may give just a plan. Yes. What is your plan to as a woman? Mwanaume anaweza kuleta mipango, lakini na wewe mpango wako ni mgani? Give on the plates. Weka mpango wako chini. Hallelujah. Amen. What is your plan? Mpango wako ni mgani? Share everything. Inabidi kugawa kila kitu. Have a purpose. Kuwa na mpango. What do you have in your hand? Uko na nini mkononi mwako? Share this year. Start with plan. Mwaka huu acha tuanze tukiwa na mipango. I don't know if you listen to this message. Sijui kama mnasikiza. Anza mwaka na mipango. Amen, amen. Let's pray. Lord, we thank you for this wonderful message you've given to us. We need to have a purpose. Oh, yes. I want this spirit to help this family, these people, your people, Father, so that they start this year with a plan, with a purpose. What they are planning, and God, you're gonna help the work of their hands.